Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom, habari ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Natumai kila mmoja uko mzima wakati huu. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana na ni Mwokozi ndani ya maisha yangu. Naitwa Apostle Donald Orodi, natoka maeneo ya Nairobi hapa upande wa Kayole. Kanisa letu liko hapa Kayole ambayo inaitwa New Evangelical Ministry Prayer Church. Nawaalika siku ya kesho Jumapili kwenye ibada zetu ambazo zitafanyika kanisani kuanzia saa 3 hadi saa 9 jioni. Unakaribishwa katika ibada hiyo, itakuwa ni ya muhimu sana na itakuwa ni ya baraka sana katika maisha yako. Mahali popote uliko, na pia natamani sana kushare ujumbe huu kwa ajili yenu, kwa maana Yesu anawapenda. Yesu anawapenda, ndio maana amesema njooni karibu tusemezane, njooni tuketi pamoja tukisemezana kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nami pia nawapenda sana watu wa Mungu, na pia natamani sana mkaweze kunishika mkono katika huduma hii, kwa sababu huduma hii inahitaji watu ambao wanaweza kushika na kutimiza ahadi ya Kristo, na kutimiza yale ambayo Kristo ametuwekea na Kristo ametenda kwa ajili ya maisha yetu. Jambo la kwanza, tuna mipango kwa ajili ya kanisa letu. Tuna mipango kwa ajili ya kununua vyombo vya kanisa. Tunahitaji kununua vyombo vya kanisa ambayo inagharimu shilingi 100,000, inagharimu shilingi 100,000 ama 1,100. Tunahitaji vyombo ambayo itagharimu shilingi 100,000 ya Kenya. So mahali popote uliko unaweza support huduma hii kwa chochote kile ambacho uko nacho. Na pia tuko na miradi nyingine ya kununua viti vya kanisa, kuongeza viti kwenye kanisa letu. So watu wa Mungu, mahali popote uliko unanisikiliza, na wewe ni mwana wa madhabahu haya. Wana wa madhabahu haya tunajua vile tunavyokaa na vile tunavyofanya katika madhabahu haya, kwa sababu madhabahu iliyo na uhai unapoifanyia kazi, naye ina uwezo wa kutetea. Ndio maana maandiko yanasema kwamba mkumbuke muumba wako ungali kijana, ili siku yako ya uzeeni naye atakukumbuka. Sasa ni heri leo hii ufanye kazi, ufanye kitu kwenye madhabahu ya Mungu. Iwe ni 1,000 yako 1, iwe ni 1,000 yako 2, iwe ni 5, iwe ni 10, iwe ni 40, iwe ni chochote kile ambacho naweza. Kuna watu kutoka Kenya, kuna marafiki kutoka Kenya, na kuna watumishi ambao tuko nao hapa Kenya ambao tunashikana mikono kwa ajili ya hiyo kazi. Ninahitaji 100,000 ama 1,100 kwa ajili ya kazi ya Mungu, ambayo tunahitaji kununua vyombo vya kanisa, na tunahitaji kwa ajili ya viti, kuongeza viti kwenye kanisa letu, kwa sababu viti ni vichache sana. So unapoguzwa na injili hii, wache injili hii ifanye kazi kwa maisha yako katika jina la Yesu, na maisha yako isije kabaki jinsi ilivyo. Na wakaribisha sana katika ibada yetu ya Prophetic Healing and Deliverance Service ambayo itafanyika siku ya Jumapili hii. Tutakuwa na ibada ya ufufuo ambaye Kristo anafufuka ndani ya maisha yetu, naye Kristo atakaa ndani yetu Jumapili hii tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026. Karibuni sana watu wa Mungu, karibuni sana. Support injili ya Kristo, support kwa chochote kile. Kuna wanangu ambao wako Kenya, kuna wanangu ambao wako Tanzania, kuna wanangu ambao wako Kongo, kuna wanangu ambao wako Saudia, kuna wanangu ambao wako Lebanon, kuna wanangu ambao wako mataifa mbalimbali, kuna wanangu ambao wako Uganda, na unatamani sana kusupport huduma hii. Unaweza isupport kwa chochote kile ambacho uko nacho. Hata kama umeamua kutoa 100,000 kwa ajili ya kazi ya Mungu, ni vizuri sana, na Mungu wa amani atakubariki na atakutetea sana. Karibuni sana watu wa Mungu, siku ya Jumapili hii usikose. Niko hapa Kayole, kanisa letu liko hapa Kayole, inaitwa New Evangelical Ministry Prayer Church. Iko hapa Kayole, mahali inaitwa Mgendi. Unapofika kwa chief, kwa Mgendi kwa chief, uliza kwa chief. Unapofika kwa chief, kuna police station mahali pale. Ingia kwa hiyo police station, kwa gate ya police station, main gate. Ingia kwa hiyo main gate, teremka na hiyo njia ya main gate ya polisi, ingia mpaka ndani, upite kwa gate ndogo ya polisi,
na uteremka hivyo chini, utakapofika kwa daraja utaona kuna shule ambayo inaitwa Cool Morning Education Center. Unapofika hapo Cool Morning Education Center, kanisa letu liko hapo, inaonekana. Utaona bana la kanisa ambalo imeandikwa New Evangelical Ministry Presbyterian Church, na utaona pia na picha yangu mahali pale, na utakapofika hapo uliza kanisa ya New Evangelical Ministry Presbyterian Church, utaonyeshwa mahali kanisa liko. Ingia mahali pale, tuabudu Mungu pamoja, na Yesu Kristo awabariki na watende mema. Na watakia wikendi njema, na watakia siku ya Easter, na Mungu amani awabariki sana watu wa Mungu mahali popote mliko. Wacha Mungu awatie nguvu tunaposhikana mikono kwa ajili ya kutimiza ahadi ya Kristo. Wacha Kristo afanye katika maisha yako, afanye jambo jipya katika jina la Yesu. Na tunapoungana kwa ajili ya kazi ya Mungu, na Mungu amani atakuinua zaidi, atabariki biashara yako, atabariki kazi ya mikono yako, atabariki hata ndoa yako, atabariki mume wako, atabariki mke wako, atabariki watoto, atabariki uzao wako. Uzao wa tumbo lako alitateseka kamwe, kwa sababu umefanya juhudi, umejihukumika katika moyo wako, ukasema kwamba nataka nifanye kwa madhabahu haya jambo. Natamani kununua speaker kwa madhabahu haya, natamani kununua keyboard kwa madhabahu haya, natamani kununua mixer kwa madhabahu haya, natamani kununua amplifier kwa madhabahu haya, natamani kununua viti hata 20 kwa madhabahu haya. Na Mungu amani atakubariki. Najua kwamba kuna mtu ameguzwa, na Mungu akikuguza unaweza fanya kile ambacho Mungu amekuahidi. Na Mungu amani akubariki, akutende mema kwa jina la Yesu Kristo. Nambari yangu ya simu ambayo utakuwa unatuma hizo fedha zako ni 0712 96 14 91, 0712 96 14 91, 0712 96 14 91. Hiyo ndio nambari ya M-Pesa, account ya kanisa. Mungu akubariki sana, akutende mema. Shalom. Shalom. May God bless you so much. I love you so much. I love you, my people. I love you, I love you, my sons and daughter. May God bless you so much. In Jesus' mighty name. Let us see the wonderful of God and mighty God. In Jesus' name. May God bless you so much, my brother.